267. Yaani Watanzania pamoja na matatizo yote ya bei, bado serikali imeshindwa kuwahurumia wananchi wake. Kupunguza tu faida za waingizaji wa mafuta, na zilikuwa ziko chini. Bei ya mafuta kwenye soko la dunia inaweza ikapanda, lakini kwa nini faida za waingizaji wa mafuta na zenyewe zipande? Zinapandishwa na nini? Viwango vya faida namba 7, viwango vya faida kwa makampuni hayo kama nilivyoeleza kwa tani. Tanzania tuko juu zaidi kwa dola za Marekani 191 kwa tani ikilinganishwa na Zambia. Namba 7, kinachoshangaza zaidi ni kwamba Zambia hupokea sehemu kubwa ya mafuta yake kupitia bandari ya Dar es Salaam na gharama za usafirishaji wa maelfu ya kilomita kufikia hilo soko. Kwa hiyo mantiki hiyo ni kwamba tulitegemea bei ya Zambia ingeweza kuwa iko chini ikilinganishwa na ya Tanzania. Mtaona na kwenye taarifa yetu tutaonyesha namna bei zinavyotofautiana za Tanzania na watu wengine, lakini na mjengeko wa bei ya mafuta. Namba 9, nchi ya Kenya, mamlaka ya kudhibiti nishati ya petroli nchini Kenya ilitangaza kupunguza bei ya diesel kwa shilingi 10.06 sawa na shilingi 200 kwa lita. Shinikizo hili lilitokana na waendeshaji wa sekta ya mafuta waliopinga ongezeko la bei ya mafuta, jambo lililoashiria bei ya awali ilikuwa hazina uhalisia. Sasa kama watu wanaweza kuandamana tu mara moja kufika jioni serikali ikapunguza shilingi 200, maana yake kwamba mle kuna bei ambazo hazina uhalisia. Sasa hali hii inaongeza uzito wa hoja yetu kwamba tatizo la bei ya mafuta nchini halisababishwi tu na sababu za kimataifa kama serikali inavyodai. Ni ufisadi mkubwa katika mfumo wa ununuzi, upangaji wa bei na usimamizi wa sekta ya mafuta nchini. Hakika vitendo hivi ni sawa na uhaini na uhujumu uchumi. Aidha, ifahamike kuwa kila mwezi nchi yetu hutumia wastani wa lita milioni 300 za mafuta, ambapo 60% ni mafuta ya diesel na 10% zingine mafuta mengine. Kutokana na mazingira niliyoyataja hapo juu, ni dhahiri kuwa uingizaji wa mafuta katika mwezi wa Mei na Juni ni uhalifu wa kupanga, yani serious organized crime, ulioandaliwa kuwaibia wananchi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Katika mambo yafuatayo: 1. Tatizo la kupanda bei ya mafuta lilianzia hapa. Tarehe 8 Aprili mwaka 2026, mtawala alitangaza kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo alitolea mfano wa nchi ya Marekani kuwa bei ya lita ni dola za Marekani 8,000 kwa lita, ambapo ni sawa na milioni 20,020,800. Lakini baadaye akasahisha takwimu zake akasema ni dola 800 kwa lita, ambayo nayo ni sawasawa na shilingi milioni 2,80,000 kwa lita, na kuwaomba waandishi wa habari wasahishe takwimu hizo. Pamoja na marekebisho hayo, bado takwimu ambazo alizitangaza mtawala hazikuwa na uhalisia wote, na pengine zililenga kuficha ukweli lakini na kuhadaa umma. Namba 2, kitendo cha kupandisha bei wakati kulikuwepo na mafuta ya akiba ya miezi mitatu na bei kuendelea kuongezeka nchini licha ya kushuka kwa bei katika soko la dunia mwezi Mei. Hivyo katika miezi mitatu ya Aprili, Mei na Juni mwaka 2026, wananchi wameibiwa kiasi cha shilingi trilioni 1.5. Trilioni 1.5. Kwa sababu sisi tulikuwa na akiba ya mafuta yaliyokuwa yamenunuliwa kwa bei nafuu. Kwa serikali ambayo inajali wananchi wake, ingeamua kwamba mafuta yauzwe kwa bei nafuu ndani ya miezi mitatu, kwa sababu tulikuwa nayo na ilikuwa imenunuliwa kwa bei nafuu. Kwa hiyo kitendo cha wananchi kuwapandishia mafuta kesho yake, maana yake wananchi walikuwa wakiibiwa tu. Na tujiulize wote, hizo fedha zilienda kwenye mfuko wa nani? Nani alipokea hela hizo ambazo si halisia ya bei iliyokuwepo ya mafuta? Namba 3, kampuni ya Vito kudai premium kubwa zaidi ya nchi jirani na kubwa zaidi hata kwa tenda ambayo TPDC ilipata, na kubwa zaidi kwa ulinganifu wa aina yoyote. Tumeibiwa na kampuni hilo zaidi ya bilioni 501.6.
Namba 4, ruzuku ya serikali inayodaiwa kutolewa kwa miezi miwili, lakini bei ya mafuta ya dizeli hazikushuka, na wala hatukuonyeshwa kwamba baada ya fedha za ruzuku kuwekwa bei ya mafuta ilishuka kiasi gani. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba pale na kwenyewe fedha za umma zile ni kwamba zimetafunwa tu, ni kama zimeibiwa, hazikulipia gharama ya kupunguza mafuta, na badala yake zimeishia kwenye mifuko ya viongozi wasio waaminifu, ambao ni jumla ya shilingi bilioni 161.98, nazo hizi zitakuwa zimeliwa. Namba 4, baadhi ya makampuni ya Zambia na DRC yameanza kuepuka kutumia bandari ya Tanzania kama njia kuu ya usambazaji na usafirishaji wa mafuta, na hivyo kupoteza mapato mengi ya serikali. Sasa nyinyi kama mnadai gharama kubwa zaidi kuliko wenzenu kwa zaidi ya dola 100 kwa metric ton, obvious kama mfanyabiashara ataangalia bandari iliyoko karibu ambayo inauza mafuta kwa bei nafuu na wataopti kwenda huko. Na kwa taarifa tulizo nazo sisi, zaidi ya metric ton 90,000 ambazo ni sawa na lita milioni 90 zilizokuwa zinatakiwa zisafirishwe kwenda nchi jirani, mpaka sasa hivi hazijasafirishwa kwa sababu wamenunua hayo mafuta, wamecompensate kwenye nchi zingine, na haya mafuta yamebaki stranded. Kwa hiyo ina maana kwamba wafanyabiashara wetu wameshikiliwa fedha zao kwa sababu hawajauza mafuta hayo, na hivyo hata serikali yenyewe haiwezi kukusanya chochote katika eneo hilo. Hivyo katika miezi mitatu ya Aprili, Mei na Juni, inakadiriwa taifa letu limepata hasara ya shilingi trilioni 2.16, trilioni 2.16, ambako kati yake trilioni 1.5 kama nilivyosema ni upandaji holela wa bei ya mafuta. Na huu upandaji holela sio tu kwamba inapandishwa holela, maana yake unapandishwa holela ili fedha hizo ziingie kwenye mifuko ya watu. Lakini nyingine ni huyu kuruhusu kampuni la Vito kuja na bei yake ambaye haijulikani hata alipewa na nani mamlaka ya kutoza bei kubwa kiasi hicho. Haipo kwenye ushindi wa tenda, haiko mahala popote, na haiko compared na zile bei zilizokuwa zinapatikana wakati makampuni mengine yalikuwa yanashindana. Ziada ya kampuni ya Vito ambayo nimesema ni bilioni 500 kama na moja. Lakini fedha zingine bilioni 161.98 zilizokuwa zimepangwa na serikali kwa ajili ya kulipia ruzuku, na zenyewe tunaona kama ni ruzuku hewa. Yaani ni ruzuku ambayo imetolewa ikatambulishwa kwamba inaenda kulipia wananchi, lakini ukweli ni kwamba imechotwa, imewekwa mfukoni mwa watu, kwa sababu haikushusha bei za mafuta, na hata bei zinazotangazwa na EWURA za kila mwezi hazijaonyesha kwenye chati kwamba ilizishusha bei kwa kiwango gani. Kwa hiyo mtaona kwamba mwanzo chama cha ACT Wazalendo wakati tunatoa msimamo tulionyesha kwamba ni bilioni 700 katika uchambuzi wetu, lakini baada ya kwenda kwa kina kwamba serikali ilikuwa kwamba kama taifa tumekula hasara ya shilingi bilioni 700, lakini tulipoenda kwa kina ndio tukaenda kugundua kwamba sio bilioni 700, ni trilioni 2.16. Ndio hiyo kashfa ya uagizaji wa mafuta hapa nchini, na watu wote waelewe kwamba hatuko hapa kwa ajili ya kumuonea mtu kwa namna yoyote ile. Mazingira yaliyotengenezwa katika hii skando ya kufaulisha mchoro huu ni mashirikiano makubwa sana kati ya viongozi wa serikali na hilo kampuni. Na ndio maana makampuni mengine yote yaliyokuwa yanaingiza mafuta hapa nchini, ilipofika mwezi Aprili yakaambiwa yakae pembeni. Ikabaki kampuni moja tu la TBDC, shirika la TBDC ndio linaingiza mafuta nchini. Makampuni mengine badala ya kushindana kila mwezi ikawa ni TBDC, na sio TBDC. Kumbe TBDC si tuwezi kunyamaza. Kutokana na hayo, ACT Wazalendo msimamo wake wa awali ulikuwa kama ifuatavyo. Tulitaka mkataba wa TBDC na kampuni la Vito ya Uswizi uvunjwe na kurejea utaratibu wa ushindani kupitia wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja. Tulitaka uchunguzi huru na wakina ufanyike katika utoaji wa zabuni ya mwezi Mei na Juni. Lakini 3, tulitaka wakati wa uchunguzi ukiendelea, waziri wa nishati, viongozi wa TBDC, PBPA na EWURA wakae pembeni ili kupisha uchunguzi huo. Namba 4, matokeo ya uchunguzi yawekwe wazi
kwa umma na hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya yeyote atakayebainika na kusababisha hasara kwa taifa. 5, kampuni ya Vito iwekwe katika orodha ya tahadhari, yani watch list, na baadaye iwekewe vikwazo vya kushiriki zabuni za umma, yani blacklisted, katika miradi ya uagizaji wa mafuta nchini Tanzania. Katika siku za hivi karibuni, kuanzia mwaka wa 2024, taasisi za umma zimekuwa zikitumika kuzikingia kifua baadhi ya makampuni yasishiriki ushindani wa kibiashara na mikataba. Ushindani wa kibiashara na mikataba, yani monopoly contracts. Zimeibiwa. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili mahakamani kwa kuwafungulia kesi ya kula njama na kuiba fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi na uhujumu uchumi. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili, swala la kuibiwa wa Tanzania trilioni 2.16 katika kashfa hii ya mafuta. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili mahakamani kwa kuwafungulia kesi ya kula njama, kuiba fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi na uhujumu uchumi. Watuhumiwa wa kesi hizo wanaoenda kufunguliwa kesi hizi ni hawa wafuatao. Wa kwanza ni waziri wa fedha, wa pili waziri wa nishati, wa tatu mkurugenzi wa kampuni ya Vito, wa nne mkurugenzi, wa tano mkurugenzi wa PBPA, wa sita mkurugenzi mkuu wa EWURA, na wa saba mwanasheria mkuu wa serikali. Hawa wote 7 tunaenda kuwaburuza mahakamani. Hatuwezi kuruhusu wananchi wakateseka namna hiyo. Kama wanavyojua Watanzania kwamba mafuta tu yalipopanda, bidhaa zote zimepanda. Mpaka madawa ya binadamu kwenye pharmacy zetu yamepanda, kwa sababu madawa yote yanasafirishwa kwa kutumia mafuta. Kila kitu, iwe sabuni, iwe chumvi, iwe nini, zilipanda baada ya bei ya mafuta kupanda, na wananchi kuumizwa kwenye nauri, kuumizwa kwenye kusafirisha mizigo, kuumizwa kwenye kila sehemu. Kumbe ni njama zilizokuwa zimepangwa za watu kufanikisha kuiba fedha kutoka kwenye mifuko ya wananchi hawa wanyonge. Hao wananchi ambao hata fedha tu zenyewe za kugharimia mahitaji yao muhimu wanazikosa. Mnaenda kuwaumiza kwa mabei makubwa haya ya mafuta. Kumbe bei zenyewe za kupandikiza hazina uhalisia wote, kwa ajili tu ya kuiba fedha. Mpate fedha mtajirike. Sasa tutawaburuza mahakamani, na historia ya nchi hii itaandika kwamba hatuna masiara katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanalindwa kwa gharama yoyote. Jambo la 3, misamaha ya kodi kupitia vipengele vya mikataba. Mara baada ya serikali kuwasilisha kiliongezwa kifungu cha 83 kiliongezwa ili kuweka faini na adhabu kwa watakao kiuka masharti ya misamaha hiyo ya kodi. Kwa hiyo sisi mwanzo kabisa kama chama cha ACT Wazalendo tulisema kwamba swala la kusamehe wawekezaji kwenye mikataba na haya mambo ya misamaha yakaamuliwe na baraza la mawaziri, tulisema hili ni hapana. Kifungu hicho cha 10 kifungu hicho cha 10 cha 22 cha 68 na cha 94 vyote vifutwe, kwa sababu hatuwezi kuruhusu kwenda kutoa misamaha ya kodi ya asili ndani ya mikataba ya uwekezaji tunayoitoa. Sasa serikali walifanya nini? Hayo marekebisho ambayo nimekwisha kuwasomea. Sasa marekebisho haya ni hatua nzuri
nzuri, chama cha ACT Wazalendo kinampongeza mbunge wake Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini, na kamati ya bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, mbunge wa jimbo la Maswa Magharibi, kwa kuiokoa nchi kuingia kwenye misamaha ya kodi ya maisha kwa wawekezaji wa madini na miradi ya ubia. Huu mtego huu usingetanzuliwa na chama cha ACT Wazalendo, usingetanzuliwa na mbunge wetu Mheshimiwa Ado Shaibu, mbunge wa Tunduru Kaskazini, usingetanzuliwa na kamati ya bajeti. Maana yake Watanzania walikuwa wanaenda kutoa misamaha ya kodi ya maisha kwa makampuni ambayo serikali imeingia nayo mikataba. Tumeambiwa makampuni yako sijui mashiriki kampuni zaidi ya 16 kwenye miradi yetu ya madini. Maana yake kwamba haya makampuni yote haya yalikuwa yanaenda kuingia mikataba ya kudumu, msamaha wa kodi wa kudumu katika eneo la ushuru wa bidhaa, katika eneo la kodi ya mapato, katika eneo la VAT, katika eneo la ushuru wa mafuta na barabara. Maana yake ni kwamba kodi zote zinazotakiwa kulipwa nchini walikuwa wamesamehewa na serikali. Sasa bahati nzuri walau hapa kurekebisha kidogo kwamba okay, basi hii misamaha itatolewa walau tu katika kipindi cha ujenzi. Sasa msimamo wa chama cha ACT Wazalendo ni nini? Pamoja na marekebisho hayo ya mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026, ni msimamo wa chama cha ACT Wazalendo kwamba kifungu cha 10, 22, 83 na 94 cha mswada vifutwe ili kuwezesha taifa kunufaika na rasilimali zake na kuondoa utoaji holela wa misamaha ya kodi unaopoteza mapato mengi ya serikali. Baadhi ya sababu za msingi za kufuta vifungu hivyo ni kama ifuatavyo. Moja, kutoa misamaha kwa asili kwenye mikataba ni kupora mamlaka ya bunge na wananchi, na itawezesha utoaji wa mikopo isiyo na tija na kwa maslahi binafsi. Bunge limetoa misamaha bila kuona mikataba ya uwekezaji iliyoletwa na serikali na bila kujua vigezo na masharti ya mikataba hiyo. Hii inaondoa kabisa dhana ya uwazi na uwajibikaji na kuziweka rehani rasilimali za umma. Mnawezaje nyinyi kama bunge, kwa sababu sheria yetu ya rasilimali inasema mikataba hii yote ya rasilimali lazima iletwe bungeni na muione. Nyinyi leo mnaenda kutoa misamaha, hata vigezo na masharti ya mikataba hiyo inayoenda kuingiwa hamjui, alafu mnaenda kutoa misamaha ya kodi. Jambo hilo chama chetu tunaona kabisa kwamba halikubaliki. Baadhi ya mikataba ya uwekezaji ilishatolewa misamaha ya baadhi ya mikataba ya miradi ya wawekezaji inayoombewa misamaha ya kodi ilishasainiwa muda mrefu bila kuwepo vipengele vya misamaha ya kodi. Leo vipengele vya msamaha vinatokea wapi? Watu mlishasaini mikataba mkamaliza na wakaondoka. Wanachotakiwa ni kuanza kutekeleza mradi. Leo tena wanasema kwamba wanaingia bungeni kwamba wasamehewe kodi. Alafu na serikali ikakubali na wabunge wakakubali. Namba 2, misamaha inayotolewa kupitia mikataba ni vigumu kudhibiti udanganyifu na hivyo kuathiri mfumo mzima wa ulipaji wa kodi nchini na kupoteza mapato mengi ya serikali. Bunge halikuwa na kielelezo cha uwezo wa serikali kudhibiti udanganyifu wa rushwa katika usimamizi na utoaji wa misamaha ya kodi. Mkisharuhusu wakaweke misamaha kwenye mikataba, nyinyi wabunge mtaisimamiaje? Mtasimamiaje hizo kodi? Mtasimamiaje hiyo misamaha? Mnamo tarehe 5 Julai 2024, wakati akimwapisha kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda, rais alikiri kuwa kuna udanganyifu mkubwa katika utoaji wa misamaha ya kodi kwa wawekezaji, ikiwemo kuzidisha mahitaji na kuingiza orodha ndefu ya vifaa ambavyo havitakiwi kusamehewa kodi na hivyo kupoteza mapato mengi ya serikali. Hayo ni kauli ya rais. Alishakiri kwamba hawana uwezo wa kusimamia tena udanganyifu unaofanyika katika misamaha ya kodi kutokana na wafanyabiashara wengi kuleta idadi kubwa zaidi, kuzidisha idadi aliyoomba, kuombea misamaha hata kwa vitu ambavyo havihitajiki katika ujenzi wa mradi wake. Rais huyo alishakiri. Leo bunge mnaendaje kwenda kukubali kuiruhusu serikali ikatoe misamaha kwenye eneo ambayo ilishashindwa kulisimamia? Lakini misamaha ya kodi inayotolewa ni kipindi ambacho serikali ilimeshashindwa kudhibiti misamaha holela, kusimamia ukomo wa gharama za uwekezaji katika maeneo ya madini, gesi na mafuta, uhamishaji wa faida, lakini na kusimamia urejeshaji wa mazingira. Maeneo haya yote kwenye madini yetu. Sasa hivi madini yetu hatupati faida inayostahili kwa sababu ya serikali kushindwa kuzisimamia gharama za uwekezaji.
Wenye makampuni wanawasilisha gharama wanazoona wao. Wakishawasilisha, serikali inakubaliana nazo. Mwisho wa siku tunakusanya fedha kidogo kwenye eneo la madini kwa sababu ya usimamizi wetu ni dhaifu. Leo tunaendaje kwenda kutoa tena misamaha ya kodi kwenye eneo hilo ambalo sisi tuna uzito kiasi hicho katika kulisimamia? Misamaha inatolewa ni kodi halali ya nchi. Watu wengine unaposema kwamba kodi imesamehewa, wanadhani kwamba labda ni fedha ndogo tu zilizosamehewa. Ni matrilioni ya fedha. Kodi iliyosamehewa ni fedha nyingi. Bunge limeelezea vifungu hivyo bila kufanya tathmini ni kiasi cha fedha kiasi gani kinachosamehewa katika kipindi cha ujenzi wa miradi. Haya, nyinyi mnasema tu kwamba haya bana, sisi tumsamehe kipindi cha ujenzi wa miradi. Hiyo miradi yote 16 mmefanya tathmini mkaona ni fedha kiasi gani taifa litapoteza kwa kutoa hiyo misamaha? Bunge linawezaje kuingia kwenye mtego mbaya huo wa kuruhusu mikataba 16 ya matrilioni ya fedha ambazo ni rasilimali za Watanzania kwenda kuruhusu misamaha ya kodi katika ujenzi bila kujua ni matrilioni ya fedha kiasi gani ambazo mnazitoa za Watanzania? Hauwezi ukawa taifa linaenda kusamehe misamaha ya kodi mingi kiasi hicho, ya mabilioni ya fedha kiasi hicho. Misamaha ya kodi inatolewa taifa likiwa tayari lina deni la taifa lililofikia trilioni 114. Trilioni 114. Deni letu la taifa limefikia trilioni 114. Halafu kodi zako unaenda kusamehe kodi, usikusanye kodi. Halafu huku unadaiwa trilioni 114. Mtalipa na nini? Taifa litalipa nini? Litatoa wapi mapato ya kulipa kodi hizi, ya kulipa madeni haya, ya kulipa deni hili la taifa, kama tuna huu mtindo wa kuendelea kusamehe kodi kama ambavyo ina mchezo unaofanyika hivi sasa hivi? Sasa hivi kwa mwaka imefikia almost trilioni 15. Ni trilioni 14.7 ambao ni kama trilioni 15. Tunalipa deni la taifa. Riba tunayodaiwa karibia sawa na mtaji. Yaani ukubwa wa riba ni sawasawa na mtaji. Unawezaje kuruhusu taifa likawa na mchezo wa namna hiyo? Unatoa misamaha ya kodi ya holela namna hiyo, huku na mzigo mkubwa hivi kwenye taifa. Mnataka taifa hili lipigwe mnada, au mlishalipiga mnada tayari? Ujenzi wa miundombinu ya barabara zimetoboka kila sehemu. SGR imetelekezwa. SGR ya kutoka Tabora kwenda, ya kutoka Makutupora Dodoma kwenda Tabora kwenda Isaka kwenda Mwanza, na kutoka Tabora kwenda Kigoma, ni kama imetelekezwa. Hakuna fedha. Wanahangaika kutafuta mikopo huku na kule. Sasa taifa linalohangaika kutafuta mikopo kila sehemu, leo tena linaenda kutoa misamaha ya ovyo kiasi hichi. Sasa watumishi wetu wanalipo mishahara midogo mno. Wafanyakazi wenye mishahara ambayo inaisha siku 10 tu, hana mshahara. Nauli ya kwenda kazini ni kubwa kuliko mshahara wake. Leo fedha ambazo zinaweza zikakusanywa kwa ajili ya kumsaidia huyu mtumishi zinalipwa, zinasamehewa kwenye hilo kampuni. Na mnambo walisamehe hilo kampuni, Watanzania wao wanapata nini? Kwa sababu hii ni kodi zao, ni haki yao ya kupata hayo mapato. Unapoyasamehe, wao wanapata nini? Lakini tuna huo mpango mwingine, huo dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mtaijenga na nini kama mapato huna? Na unamaliza kutoa misamaha, alafu waziri wa fedha mguu na njia kwenda kutafuta misaada na mikopo. Ni taifa gani linaloweza kuwa linafanya mzaha namna hiyo? Yaani mnamaliza kila anayewekeza ndani ya nchi yenu, anayefanya biashara ndani ya nchi yenu. Kodi ni haki ya nchi kupata, sio hisani. Mnamaliza kutoa misamaha ya kodi, alafu mkimaliza mguu na njia mnaomba mikopo na misaada kwa nchi za wenzenu wanaolipa kodi. Namba 5, misamaha unakwenda kufifisha hisa isiyobadilika ya zile free carried interest ya 16% na mrahaba wa 6%. Kwa kuwa misamaha inayotolewa haielezi nchi itapata hisa gani kwa thamani inayolingana na misamaha inayotolewa. Kushindwa kuthaminisha hisa katika misamaha ya kodi inayotolewa ni kwa mwekezaji ni kinyume cha sheria ya madini ya sura ya 123. Sisi tulitengeneza sheria yetu ya madini tukarekebisha kwamba tunatakiwa tupate. Yaani mwekezaji yote atakayekuja kuwekeza, sisi tunapata 16%.
bila kuwekeza chochote. Leo tunaenda kusamehe kodi ambayo ni fedha ya Watanzania. Kama ndivyo hivyo, ilitakiwa huu msamaha tunaoutoa ukawe sehemu ya hisa. Lakini sasa hivi tunasema eti tumesamehe tu kodi ili waweze kujenga mradi. Miradi mingine itajengwa miaka 10 hapa bila kukamilika, na watakuwa nasingizia huku na vile na mambo mengine. Misamaha inatolewa kwa upendeleo, lakini mswada unatoa msamaha wa kodi ya mapato kwenye ujenzi, wakati kodi ya mapato inatozwa kwenye uzalishaji. Sasa unatoa kodi ya mapato kwenye ujenzi ili ufanye nini? Mswada unatoa msamaha wa VAT ambao ni kodi kwa kweli ya mlaji. Sasa kama ni kodi ya mlaji, kampuni, wawekezaji wanasamehewa ili iweje? Misamaha ya kodi inatolewa kipindi ambacho serikali imeingia mikataba 43 na mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia kwa usiri na bila ushindani, ambapo vigezo na masharti yanafahamika kati ya serikali na wawekezaji tu, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na katiba ya nchi. Bunge lilipaswa kutumia fursa hiyo kushinikiza serikali kuwaomba waweke mikataba hadharani, ndio waende hiyo hatua waliokuwa wakiendea. Lakini mikataba inaingiwa kwa siri, wewe bunge huijui, hujawahi kuiona, vigezo na masharti huvijui. Leo unaenda kuingiziwa mtego wa kuingia kutoa msamaha wa kodi ndani ya eneo hilo, na wewe unakubali. Ni mzaha mkubwa sana kwa taifa letu. Kamati maalum ya bunge ya Chenge ya mwaka 2013 ilishauri serikali kuachana na misamaha ya kodi, yani tax exemption zote zilishauriwa na hiyo tume kuachana nazo, kwa kuwa sio sababu za msingi inayovutia wawekezaji, mbali wawekezaji wanavutiwa na rasilimali tulizo nazo. Wawekezaji hawavutiwi na misamaha ya kodi. Wawekezaji wanavutiwa na rasilimali tulizo nazo. Wanavutiwa na gesi tulio nayo, wanavutiwa na madini tulio nayo, wanavutiwa na maeneo ya mafuta tulio nayo, na fursa zingine za mbuga za wanyama na misitu na mifugo tulio nao. Ndio vitu vinavyowavutia wawekezaji, lakini sio misamaha ya kodi. Lakini wawekezaji watavutiwa na umeme. Tumekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere, tumeshindwa kushusha bei za umeme. Alafu tunategemea kwamba utamvutia mwekezaji. Ilitakiwa sasa hivi gharama za umeme si tuzishushe, ziwe hata nusu ya hizi zinazotolewa sasa hivi. Maana yake tungezibiti nchi zote za Afrika Mashariki kwa kuwa na umeme wa chini. Obviously tungewavutia watu kuja kuwekeza hapa kwetu.